Yohana mlango wa 5. Yohana mlango wa 5. Nataka nitoe hoja 6 ambazo tunaweza kutafakari kama kanisa linalopitia mageuzi. Na hicho ndicho kichwa cha ujumbe wangu. Hoja tunazopaswa kutafakari kama kanisa linalopitia mageuzi. Hoja tunazopaswa kutafakari kama kanisa linalopitia mageuzi. Na nataka nichukue dakika hizo ambazo nimepewa mchana wa leo kuweza kudondoa zile hoja, kuzichomoa ukipenda, kutoka kwa Injili ya Yohana mlango ule wa 5. Nitasoma mstari wa 1 hadi wa 15. Mlango wa 5 Injili ya Yohana mstari wa 1 hadi 15. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, mstari wa 1. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Mstari wa 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. 15. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Katika Injili zilizonakiliwa kwenye Biblia kuna tabia moja ya waandishi wa Injili ambayo ni muhimu sana kuizingatia katika fikra zetu. Tabia hii ni kwamba wanaangalia maisha, matendo, mafundisho na miujiza ya Yesu Kristo kwa mitazamo tofauti. Yesu ni yule mmoja, waandishi ni 4 juu ya yule mtu mmoja. Miujiza ni ile ile wanayoona, mafundisho ni yale yale wanasikia, lakini ni watu 4 wanachukua mitizamo tofauti tofauti. Yohana anachukua mtizamo wa kuzingatia ule uungu wa Yesu Kristo, na huu kweli ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye na uweza wa kiungu. Ule ndio mkazo ambao Yohana anataka tuone. Mathayo alikuwa na nia tofauti akiandika hadithi ya Yesu. Mathayo alikuwa na nia ya kwamba wale Wayahudi waliosoma habari za Yesu Kristo wakapate kusadiki, wakapate kukubali, wakapate kuamini
ya kwamba yule Masihi aliyeahidiwa katika Agano la Kale, yule ambaye Musa alizungumza juu yake, Isaya akazungumza juu yake, Yeremia akasema juu yake, Malaki akasema juu yake, na wale wengine wote, kwamba huyo ndiye huyo ambaye tunamuona sasa. Hii ndio ilikuwa lengo la Mathayo. Lengo la Luka ni tofauti, ya Marko ni tofauti, lakini Yohana lengo lake haswa ni tukaone uungu ulio ndani ya Yesu. Na tukiona ule uungu ulio ndani ya Kristo Yesu, tukamfananisha huyu Yesu, tukamwambatanishe, tukamhusishe na yule Mungu muumba mbingu na nchi. Ndiyo lengo lake hasa. Ndio maana anapoanza hadithi yake huyu bwana Yohana, haanzi kwa kusema Yesu alizaliwa Bethlehem. Hana muda wa kusema hayo. Hana. Akaenda hapa akasema hivi akakuwa, hapana. Yeye anaanza kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno. Neno alikuwa pamoja na Mungu na neno alikuwa Mungu. Hiyo ndio lengo lake. Na hilo lengo analitaja haswa hadharani kinagaubaga katika mlango wa 20 mstari 30 na 31. Anasema kwamba mambo haya yote nimeandika mkapate kusadiki ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na katika kusadiki mupate uzima wa milele. Hii ndio hoja ambayo ndugu Yohana anayo, na hauwezi ukaelewa Injili ya Yohana isipokuwa umeelewa malengo yake katika kuandika Injili hii. Na mlango wa 5 sasa akipanga hoja anazotuletea, akituwakilishia ujumbe anaowakilisha. Yohana anaongoza fikra zetu, anaongoza hisia zetu, anaongoza mawazo yetu, tathmini na tafakari yetu. Yohana anaiongoza pale pamoja. Watu hawa wanaosoma, wanaosikia, wanaohubiriwa wakaweze kuona ukuu wa Yesu Kristo kama Mungu aliyekuja katika mwili, ingawa watu waliomuona hawakujua ni Mungu katika mwili. Miongoni mwa hoja anazotoa Yohana kuthibitisha habari hii ya kwamba yeye atembeaye katikati yetu ni Mungu katika mwili, ni kwamba alifanya miujiza ambayo haina rika, si kiini macho, si mariganga. Miujiza aliyoifanya Yesu ilikuwa miujiza hasilia, ama asilia, halisi, asilia, miujiza ya kweli, miujiza ambayo hakuna mtu anaweza akabishana ya kwamba yalitoka kwa Mungu moja kwa moja. Yohana anafanya haya, na amechagua mlango wa 2 kuandika ya kwamba Yesu aligeuza maji ya kawaida yakawa divai. Ile ameandika kwenye mlango wa 2. Mlango wa 3 amekuwa na mabishano hapa na huyu bwana aitwaye Nikodemu, akaonyesha ujuzi alionao Yesu ya kwamba si ujuzi wa duniani, ni ujuzi wa mbinguni. Mambo haya ya kuzaliwa mara ya pili, huyu mwalimu wa Israeli hajawahi kuyasikia. Nikodemu anasema, mimi mtu mzima, ni mzee hivi, nawezaje ingia katika tumbo la mamangu upya nizaliwe? Hii ni elimu ya mbinguni, imekuja na mwalimu wa mbinguni. Ni ishara nyingine hiyo, mlango wa 3. Mlango wa 4 anakutana mwanamke huyu katika kisima cha Samaria. Mwanamke analeta siasa kidogo, sijui ilikuwa ikawa, sijui sisi wa Samaria na Wayahudi sijui atangamani, hatuombani maji. Alafu Yesu anaanza kumwambia mambo ambayo anayajua yeye, mambo ambayo mtu mwingine hajui duniani. Yesu anadhihirisha kwamba ana ujuzi wa maisha ya binadamu kuliko binadamu mwenyewe anavyojua. Mwanamke anasema, hakika nimesadiki, mstari wa 19 mlango wa 4, kwamba wewe ndiye yule nabii ajaye duniani. Sasa mlango wa 5 tunadokezewa muujiza, na nataka uangalie mstari wa 1. Mstari wa 1 wa mlango wa 5. Hoja ya kwanza hii. Tunaambiwa palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Sikukuu hii ni gani? Manake mwandishi hajaeleza kinagaubaga, lakini tunavyojua historia ya Biblia, tunavyochambua muktadha wa siku hii inayozungumziwa, tunajua hii ndio ile siku
ambayo Mungu aliwakomboa wana wa Israeli kutoka utumwa wa Misri, akiwaelekeza Kanaani, nchi ya ahadi. Na Mungu aliwaokoa kwa njia kubwa sana. Habari imeandikwa katika Kutoka mlango 12 mstari wa kwanza na kuendelea. Kutoka 12. Mungu alileta malaika wa kifo na akatembea juu ya kitaifa cha Misri, na kila mzaliwa wa kwanza aliuawa na malaika wa kifo. Lakini kwa sababu wana wa Israeli waliambiwa, mtachinja mwanakondoo na damu yake mkaipake kwenye miimo ya milango, malaika wa kifo atakapoona alama ya damu ya mwanakondoo, huyo hataingia auwe watu pale ndani. Na siku ile wakaokolewa kutokana na kifo kikubwa. Ule ulikuwa ni mfano wa ukombozi. Siku hii ikaitwa siku ya Pasaka, na wana wa Israeli wakaambiwa, mtasherekea siku hii kila mwaka unapokuja. Palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, ndiyo sikukuu ya Pasaka. Samahani, maana yake ni kwamba siku hii ambayo Yohana anaandika juu yake ilikuwa siku ya kumbukumbu ya ukombozi. Ilikuwa siku ya wokovu. Ilikuwa siku ya taifa kupata msamaha wa dhambi. Ilikuwa siku ya mimi na wewe kuregeshwa katika uhusiano na Mungu. Ndiyo siku hii ya sikukuu. Ndiyo siku hii. Tenzi imeimba, ni sikukuu, siku ile ya kumkiri Mwokozi. Moyo umejaa tele, kunyamaza hauwezi. Ni sikukuu kama hii ya ukombozi. Wapendwa, nasema nini? Hoja ya kwanza asubuhi ya leo, ya kwamba imetupasa tukatafakari habari ya ukombozi, habari ya msamaha wa dhambi, habari ya kuunganishwa na Mungu, habari ya kufanywa watoto wa Mungu, habari ya kuepushwa na hasira ya Mungu, habari ya kupewa tikiti ya mbinguni, habari ya kupewa hati milki ya uzima wa milele. Yohana anatualika kutafakari sikukuu hii ya ukombozi. Na mimi nadhania inawezekana leo ikawa siku kuu ya ukombozi kwa mwingine hapa leo, ambaye huenda amekaa na sisi kanisani, amehusika na hatua hii ya mageuzi, lakini hajafikia pale pahali pa ukombozi. Leo Yohana anatualika tutafakari habari ya msamaha wa dhambi, habari ya kusamehewa kikweli kweli, habari ya kuokolewa, habari ya kufanywa kiumbe kipya. Mstari wa pili naleta hoja ya pili. Hoja ya kwanza, tutafakari sana habari ya kuokolewa, habari ya kuzaliwa mara ya pili. Na lazima tafakari, kwa sababu wengi inawezekana wamedhania ya kwamba wamepata ule msamaha na hawajapata. Mmoja wao alikuwa Nikodemu kwa mfano. Mlango wa 3 alikuwa mkubwa wa dini, na nitasema habari katika mstari wa pili. Kwa hivyo tutafakari habari ya ukombozi. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili mlango 13 mstari wa 5, Mtume Paulo anasema, jichunguzeni wenyewe muone kama mko katika imani, kama Kristo kweli anakaa ndani yenu, jichunguze. Lakini mstari wa pili tunaambiwa huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo. Kuna mambo mengi naweza sema kwenye mistari hii. Kwenye mlango wa kondoo, sio mlango wa mbuzi, si milango ya ngamia, ni mlango wa kondoo. Pasa amezungumza katika Zaburi, nafikiri ilikuwa mlango wa 5. Yes. Zaburi mlango wa 5, kwamba kumbe kuna Bwana, kuna watu wake amewachagua. Kwamba kuna watu Mungu amewatenga, kuna watu Mungu amewapangia kuwa warithi wa uzima wa milele. Hawa kabla hawajazaliwa Mungu alikuwa amewashapangia mapema ya kwamba watarithi ufalme wa mbinguni. Hawa watu ndio maandiko yanawaita kondoo wa Mungu. Kondoo wa Mungu.
Hasa nasema pana birika, ukipenda pana vidimbwi, ni kama palikuwa na mashimo, swimming pool pale pa kuogelea, palikuwa pamechimbwa na pamejaa maji 5 namna hili. Mara nyingi Wayahudi walikuwa wanakwenda kwenye sehemu hizi kujitakasa. Kwa Waislamu watata kutawadha. Hiyo wanaoshanga mikono hivyo wanadhani kujitakasa. Wayahudi walikuwa wanakwenda hapa kuoga miguu, kuoga mikono, kuoga uso kabla waingie kwenye hekalu na kadhalika. Sasa kuna vidimbwi, mabirika 5. Yanaitwa kwa Kiebrania Betzatha. Sasa lile neno Betzatha nimeliangalia kwenye maana yake kwenye lugha ya Waibrania, inahusiana sana na lile neno Betheli, ina maana ya nyumba ya Mungu. Betzatha, nyumba ya Mungu. Yohana anatuambia nini hapa? Anatuambia inawezekana watu wawe ndani ya nyumba ya Mungu na wawe hawamjui Mungu. Inawezekana watu wawe katika kanisa na wawe bado hawajapata uzima wa milele. Wako ndani kwenye Betzatha, wako karibu na vidimbwi, lakini huenda bado hawajafikia neema iletayo wokovu. Ndugu wapenzi, hili ni jambo muhimu sana tunapotafakari habari za mageuzi. Ni muhimu sana. Watu wengi, na hii imeonekana katika Biblia na katika historia ya kawaida, watu hudhania, watu hufikiria ya kwamba wamefika ila hawajafika. Kwa mfano, kwenye Mathayo mlango wa 7, na wengi mmenisikia nikisema habari hii ya Mathayo mlango wa 7 mstari wa 22 na 23, kuna hawa watu wanakuja kwa Yesu. Kwanza mstari wa 20, Yesu anasema sio kila mmoja aniitaye Bwana Bwana atarithi ufalme wa mbinguni. Si kila mtu. Wengi wanasema Bwana Yesu, Bwana asifiwe. Wanasiasa, Bwana asifiwe. Wachawi, Bwana asifiwe. Si kila semaye Bwana Bwana. Mstari wa 21 na 22, maana wengi watakuja kwangu siku hiyo. Wengi watakuja kwangu, anasema wengi, si wachache, wengi. Na mstari imesema njia hiyo endayo kwenye uharibifu ni kubwa, na wangapi wanaifuata? Wengi. Na njia endayo uzimani ni nyembamba, yenye taabu, wangapi wanaifuata? Wachache. Wengi watakuja kwangu siku hiyo, Yesu anasema Mathayo 7, na watasema Bwana Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, tulitabiri kwa jina lako, tulifanya miujiza mingi kwa jina lako. Mstari wa 23, nami nitawaambia ondokeni kwangu enyi watenda maovu, maana sikuwahi kuwajua. Unaweza kuwa karibu na Yesu na usiwe mtu wa Yesu. Unaweza kuwa kanisani na usiwe mlokole. Unaweza kuwa karibu na vidimbwi vya maji, mabirika katika Betzatha, ndani ya nyumba ya Mungu, na ikawa bado wewe hujafika. Kuna mifano mingine kwenye Biblia. Yesu alipochagua wanafunzi 12, miongoni mwao palikuwa na mmoja aitwa Yuda Iskarioti. Yesu alipowaita walikuja wote. Wengi wameitwa, lakini wachache wamechaguliwa. Ndio inavyosema kile kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 14. Maana wengi wameitwa, lakini waliochaguliwa ni wachache. Kama alivyosema ndugu mchungaji akiongea habari ya Daudi. Yule anaitwaje? Eliab aliitwa akaja. Na yule mwingine, lakini aliyechaguliwa ni Daudi. Wengi wameitwa, lakini wachaguliwa ni wachache. Basi Yuda anakaa na Yesu miaka yote. Yesu amekaa duniani, Yuda yuko naye tu.
na ameonyesha tabia nzuri sana Yuda, mpaka Yuda amechaguliwa kuwa mweka hazina. Unafikiri kazi rahisi ile? Yuda ni mweka hazina wa huduma ya Yesu, kama vile GMA hii tuseme national treasurer national treasurer, mweka hazina wa kitaifa, hata tuseme international treasurer. Yuda Iskarioti ana kipochi cha Bwana wetu Yesu Kristo. Wakitaka kwenda, enda natoa pesa, muende. Pesa zikija, enda na hesabu zinaingia. Lakini bwana huyu hakuwa mtu wa Yesu tangia mwanzo. Maana Yesu akiomba kwenye Injili ya Yohana 17:12 anamwambia Baba, nakushukuru sana, maana wale wote umenipatia sijapoteza hata isipokuwa yule ambaye alikuwa amepangiwa tangia mwanzo kwenda wapi? Uharibifu. Alipangiwa tangu mwanzo. Kwa hivyo hata alipokuwa mweka hazina hakuwa mtu wa Yesu. Unajua wale 72 walipotumwa, nendeni mkatoe pepo, nendeni mkahubiri, nendeni mkafanye haya, ndani yao palikuwa na Yuda Iskarioti. Yeye pia aliona miujiza ile. Waliporudi wakamwambia Bwana Yesu, Bwana, mapepo wametutii kwa jina lako. Leo tumepambana nao. Yesu anamwambia msifurahi kwa sababu mapepo waliwatii, mfurahi kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Lakini Yuda jina lake halipo. Waweza ukawa kwenye nyumba ya Mungu, ndio hoja ya pili, na ukawa umepotelea ndani ya nyumba ya Mungu. Sijui kama mnanielewa, lakini kuna kupotea kwenye nyumba ya Mungu. Kuna kupotea Bethzatha. Najua Yesu anapotoa ile mifano ya shilingi, sarafu iliyopotea. Nafikiri Mathayo 13. Shilingi iliyopotea. Hiyo shilingi ilipotea wapi? Ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba. Imepotea ndani ya nyumba. Nilikuwa nahubiri kanisani kwetu, nikasema Adamu na Hawa walipojificha kutoka uso wa Mungu, hawakujificha nje ya Edeni, walijificha ndani ya Edeni. Kwenye bustani ya Mungu hapa ndio walikuwa ndani humu. Hapa Bethzatha, hapa ndio wamejificha. Wanasema Bwana asifiwe kama tunavyosema, lakini wamepotea hapa ndani. Angalia mstari wa 3, nilete hoja ya 3. Ni polepole nazungumza nini, sasa hataki kusema mambo mingi sana. Ndani ya hayo, yani ndani ya Bethzatha, ndani ya dini hizi, ndani ya makanisa hayo, ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Wagonjwa wako hapo palipo na uzima, pana wagonjwa. Wengine ni vipofu, wengine ni viwete, kuna waliopooza na wanangoja maji ya chembe. Nimesema siku zote, na hii ndio hoja tatu, nasema kanisa sio pahali pa watakatifu. Nisikie narudia hii. Kanisa si nyumba ya watakatifu. Kanisa ni hospitali ya wagonjwa. Kanisa ni pahali ambapo wenye dhambi wamekaa wanangoja msaada. Bethzatha hapa kuna watu wengi wana magonjwa tofauti. Kuna watu wamekaa na ndugu yetu mchungaji Duncan miaka hii yote, lakini macho yao hayajafunguka wakaona ukweli ambao ndugu yetu anazungumzia. Vipofu wako pale, wako mambo haya yanasemwa, lakini na mimi naona hata pale Mumias tuna vipofu wengi sana, wengi. Tuna watu wengi sana Mumias, lakini wale ambao tumezungumza nao tukawahakikisha kuwa Wakristo, nilikuwa naambiwa juzi wamefika 19. Na ukija leo, hata sasa ukienda wamejaa, wako pale ndani. Lakini wale ambao tumezungumza nao tukahakikisha imani yao ni ya kweli,
imani yao wameiweka kwa Kristo, maisha yao yanaonyesha mwenendo upasao toba, ni watu 19 ndani ya zaidi ya watu 50. Ndio kitabu kinasema Yesu atarudi na atatenganisha kondoo na mbuzi. Sasa wengine labda hapa mchungaji atakapoanza kuuliza maswali, mliokoka lini, mliokoka vipi, utaanza kudhani amegeuza system. Hiyo ndio maandiko. Jichunguzeni, waulize maswali. Wewe uliingia namna gani? Unakumbuka Mathayo 22, nafikiri Mathayo 22. Mfalme alipoingia kwenye karamu, alipata pale kuna mtu mmoja ambaye ameingia bila mavazi yanayofaa. Na akamuuliza, ndugu, wewe umeingiaje hapa? Umepatikana vipi? Jumapili iliyopita nilisikia mchungaji Jeff kule kwetu kanisani akiambia watu tunaelekea meza ya Bwana. Manake tulisimamisha kuchukua meza ya Bwana kwa miaka sasa. Hatujakula meza ya Bwana. Hatujakula. Kwa malengo. Manake hatukutaka watu wale meza ya Bwana katika ujinga. Tukawa na miaka hii ya mafundisho watu waelewe. Sasa juzi Jeff anasema, na nilikubaliana naye kabisa, ya kwamba atakapofika kwenye meza ya Bwana watakaoruhusiwa kuja kula mwili wa Kristo ni wale ambao tumechunguza imani zao tukapata ni miongoni mwa watu walio katika mwili wa Kristo, wana ushuhuda wa wokovu wa kweli. Manake tumeonywa watu wasile kitu kiolela, watu wasije, manake wengine kwa kufanya vile wamekuwa wagonjwa na wamefariki. Kitambo sana kulikuwa na wahubiri wengine, mmoja wao anaitwa John Calvin, magwiji wa imani yetu hii, alikimbia akalala juu ya meza ya Bwana. Manake wenye dhambi kwa walikuwa wanataka kuja wale meza ya Bwana, manake kanisa Katoliki alikuwa anachagua kila mtu aje akule. Kila mtu aje akule. John Calvin akasema hapana, hii ni ya watoto wa Mungu walio na imani ya kweli. Akashika akasema muniue kwanza ndio mule. Lakini hamtakufuru mwili wa Bwana Yesu nikiwa naona. Sasa mkiona mchungaji wenu amefika pale ambapo anaanza kuchunguza imani zenu, mfurahi. Msibishane, mfurahi. Anatusaidia. Manake kuna wengi mumias pale walidhani wako ndani. Lakini baada tumezungumza akasema, pastor, kulingana na mazungumzo haya na mistari nimesoma, inaonekana sijaingia ndani. Muniombee sana. Munisaidie. Nitakaa nisikie Injili. Na kweli wengine wao wamesikia Injili na mwisho wakasaidika. Tunasema heri daktari akupime akwambie, ndugu, tunaona uko na wa kansa. Na ni vizuri tuanze kufanyia operation tukate tutoe. Kuliko daktari aone uko na kansa alafu anakwambia wewe hauna shida. Wewe anakupenda kweli? Mchungaji ambaye anakuona imani yako haijafika kamili na hataki kukuambia kwa sababu atakukwaza. Kwa sababu atakuumiza roho yako. Huyo mchungaji hakupendi. Anayekupenda anakuambia, mama kuja. Nimeangalia hii mwenendo, sidhani umefika. Hebu tumuombe Mungu zaidi. Usitoke umekasirika. Mwambie, Bwana asante kwa kunipatia mchungaji anayejali maisha yangu. Anajali kesho yangu. Anajua maisha si haya peke yake. Nikifariki na kutana Mungu macho kwa macho. Ananiandaa kukutana na Mungu. Na hii ndio kazi ya wachungaji. Kuandaa watu. Mimi niliambia watu mimi damu yenu haitadaiwa mikononi mwangu. Nichukie leo, nikatae leo, lakini kile nimekuambia ni cha uzima wa milele. Sasa ukienda motoni nasema enda kwa lazima yako. Umejikaza, mimi nitaenda, upende usipende naenda motoni. Sawa. Lakini tutafanya kazi yetu kama wale wachungaji. Sasa kuna vipofu pale. Kuna viwete. Watu ambao hawana uwezo wa kutembea safari ya imani. Wako pale. Mara wanayumba yumba, mara amerudi duniani kidogo, mara yuko kanisani kidogo, mara na tamaduni kidogo, mara na Ukristo kidogo, mara bado anabishana majirani kidogo, mara sijui. Huyu mtu hajui kutembea maisha ya kiroho, maisha ya Kikristo. Wako pale. Na kuna wale waliopooza. Sasa huyu ndugu yetu ambaye anazungumziwa hapa ni miongoni mwa wale walikuwa na ugonjwa wa kupooza.
Ugonjwa wa kupooza ni ugonjwa mbaya sana. Na tumefika sasa kwa ujamaa. Nimekuwa mgonjwa siku 4, ndio maana bado ugonjwa ule ndio unatoka sasa. Asante. Ugonjwa wa kupooza tunaita kwa Kiingereza cerebral palsy. Ni ugonjwa unaofanya akili isiwasiliane na viungo vingine vya mwili. Ndio kupooza. Wengine wanaita stroke. Ni aina ya kupooza. Cerebral palsy, alafu kuna stroke na zinginezo. Akili hii, kichwa, ndio dereva wa mwili mzima. Unapoweka kidole kwenye moto, unasianga uchungu Ule uchungu si kidole nasikia. Kidole haina uwezo wa kusikia uchungu. Kidole iko na vitu vinaitwa neva, Kiswahili, Kiingereza nerves. Ni vitu ambavyo vinawasiliana na akili. Alafu hizo nerves zinaambia akili kidole iko kwenye hatari. Alafu akili ndio inasikia uchungu. Uchungu inakuanga kwa akili, si kwa mkono. Wewe unaisikilia kwa mkono, lakini inakuanga kwa akili. Ndio maana kuna wale ambao tukidungwa ile sindano ya kulala, ama saa nyingine ukitaka kufanyia upasuaji, wanakudunga ile sindano ya kufisha ganzi. Sasa hata ukiguswa, manake neva zinauawa na ile sindano. Sasa haipeleki habari kwenye akili. Kwa hivyo usikii uchungu. Na kukatwa ni kule kule, damu inatoka vile vile, lakini uchungu usikii, kwa sababu mawasiliano kati ya viungo na akili imekatizwa. Ni kama simu ile ya waya imekatika katikati. Sasa hata nikiongea hapo ile atasikia, kwa sababu ile imekatika mawasiliano. Akili iko na sasa ugonjwa wa kupooza inakatanga mawasiliano kati ya akili na viungo vingine vya mwili, hivi kwamba ili niinue huu mkono, ni akili imeniambia niinue mkono. Akili inapeana command, alafu mkono unatii. Leo ili niache kuhubiri na kuwa nimeangalia masaa yameenda, akili naambia mwili sasa acha kuzungumza, na naacha kuzungumza. Ugonjwa wa kupooza ni ugonjwa unaotoa mawasiliano kati ya akili na viungo vya mwili. Huyu bwana aliye pia hapa Bethzatha ana ugonjwa huu. Ugonjwa huu Paulo anaueleza katika Warumi 7 kuanzia mstari wa 13 hadi 18. Warumi 7:13 hadi 18. Paulo anasema, wapendwa, ninachotaka kufanya sikifanyi. Nisichotaka kukifanya hicho najipata nimefanya. Maana yake ni kwamba kuna sheria mbili ndani ya mwili wangu. Akili yangu inataka kufanya mema, lakini hakuna mawasiliano kati ya akili yangu na viungo vya mwili wangu. Nimepooza kiroho. Kuna watu hata hapa ndani, huyu bwana tunaambiwa yeye mwenyewe anamlalamikia Yesu, ya kwamba Bwana, ninapotaka kwenda wengine hunitangulia, manake sina haraka, inachukua muda akili yangu kuongea na viungo pia vinashindwa kutii kile ambacho akili imesema. Najua yatakana niingie ndani ya maji, lakini akili yangu inajua hiyo, mwili wangu hautii, manake mawasiliano kati ya kichwa na viungo imekatika. Nimepooza. Inawezekana hata leo tuna watu ambao maisha ya Kikristo yamekuwa magumu kwako, kwa sababu una ugonjwa huu wa kiroho wa kupooza. Yesu anasema roho inataka, lakini mwili ni dhaifu. Wewe mwenyewe ukikaa peke yako unajihukumu, unasikia vibaya, mbona tabia hii imekataa kuniacha? Nataka nifanye bora kuliko ninavyofanya, lakini tabia hii imekataa kuniacha. Nataka nimfuate Yesu, lakini mara nyingi najipata naenda kipande kile kingine. Ugonjwa wa kupooza, ugonjwa wa kiroho. Paulo anasema katika mstari wa 18, nini shida na mimi? Anasema najua kwamba hakuna kitu chema kinakaa ndani yangu katika mwili huu. Alafu mstari wa 24 anasema ole wangu mimi Paulo,
nani atanikomboa na mwili huu wa mauti? Huyu bwana yuko katika hali ya kupooza, anataka aponywe lakini hawezi. Yataka atende mema lakini uwezo wa kutenda mema hana. Yataka awe Mkristo bora lakini uwezo wa kuwa Mkristo bora hana. Yataka asifanye tabia ile ya kupiga wanawake na sufuria kwenye barabara, lakini kila wakati najipata natupa sufuria kwa wanawake wenzake. Nini lifanyika? Pastor, unajua siko nataka, lakini sijui nini lilifanyikia tu. Yeye ndo anavurugana na mama mtoni. Tabia yeye anajulikana nayo. Tabia zingine za kichawi. Pastor, natakanga nifanye vizuri, lakini sioni nikifanya. Dhambi hii kupooza. Hoja ya 4 iko katika mstari wa 4. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Tunaambiwa mambo mawili kwenye mstari wa 4, ya kwamba kuna wakati. Kuna wakati. Na wakati ule wa Bwana ukifika, maji hutibuliwa, maji huchemshwa. Maji ni yale yale, lakini kuna wakati Mungu hufanya jambo maalum, jambo spesheli, jambo la kutibua yale maji, kuyachemsha yale maji, kuyachangamsha yale maji, na anaingia anapata kupona. Sasa tunasema maji yale ya uzima ni neno la Mungu alivyosema ndugu mchungaji katika Zaburi namba 5. Maji ni neno la Mungu. Neno la Mungu tunalo kila siku, tuna Biblia zetu kila siku nyumbani, tuhubiriwa kila siku nyumbani, tuhubiriwa makanisani, tuhubiriwa kwenye hadhara, tuhubiriwa kila sehemu. Lakini kuna wakati Mungu hutibua yale maji. Mungu hufanya injili ikaja kwako kwa njia ya kibinafsi. Kuna wakati kukuhubiriwa vile tunahubiri namna hii, unasikia habari hii nasemwa ni yangu ya kibinafsi. Hii si ya mtu mwingine. Mwingine pia anaweza kusema hapa inawezekana ya kwamba jirani yangu fulani ameongea na pastor akaongea na pastor, waseme maneno yangu. Ni maji yametibuliwa. Roho amekuona. Magumu yanayokushika kwenye Ukristo ule unaobeba, Roho ameiona. Maji yametibuliwa. Wakati huo amani haiko katika roho yako. Unasikia leo ni siku ya kutubu. Unasikia leo ni siku ya kumkiri Mwokozi. Leo ni siku ya kuingia nikawe Mkristo wa kikweli. Nimejifanya muda mrefu, nimecheza michezo muda mrefu. Leo ni siku ya kuacha michezo. Maji yametibuliwa. Maji yamechemshwa. Sasa shida ni kwamba wengi yale maji hutibuliwa na wakawa na roho ya kupuuza kwa sababu ya kule kupuuza. Maandiko yanasema leo ni siku ya wokovu. Mkisikia sauti ya Mungu, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Maji yanaweza akatibuliwa, Roho anaweza akawa hapo akakuchangamsha, ukasikia ni wakati wa kufanya safari mpya. Ni wakati wa kujikabidhi kwa Yesu kikweli kweli. Ni wakati wa kuacha kucheza michezo ya kanisani. Unaposikia vile, ni maji yametibuliwa. Ni maji yametibuliwa. Naambiwa kila aliingia wa kwanza aliponywa ugonjwa wake. Mstari wa 4. Hasa ndio tuambiwa mstari wa 5 ya kwamba palikuwa na mtu katika hali kama hiyo, palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi. Hili ndio tunaambiwa hawezi, ndio lugha imetumika. Hawezi. Hawezi. Ndio lugha ile. Hawezi. Na hajaweza
kwa muda wa miaka 38. Yohana anataka tueleze hili si jambo la siku 2, si la miezi 6, si la miaka 10, ni miaka 38. Maisha yake yote huyu bwana amekuwa hawezi. Na hii ndio hoja ya 5 ninayoleta. Hakuna binadamu duniani yeyote yule alina uweza wa kuitika wakati maji yanatibuliwa. Hakuna. Maji yanaweza akachemshwa sana, lakini sisi binadamu kwa uwezo wetu, kwa nguvu zetu, kwa akili zetu, kwa ubingwa, umahiri na ustadi tulionao, hatuwezi tukajipeleka kwenye yale maji. Hatuwezi. Lugha ya kiufundi wanaita total inability. Mwanadamu hajiwezi. Katika dhambi tumekufa katika dhambi. Kitabu kile cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa 1 hadi wa 5. Tumekufa katika dhambi. Wakorintho wa kwanza 15:22, katika Adamu sote tumekufa. Warumi mlango wa 5 mstari wa 12, mstari wa 17, mstari wa 19 anasema tulikufa katika Adamu, tumarehemu. Mungu anaweza itana sana, lakini kwa uwezo wetu hatuwezi. Mungu anaweza leta Roho Mtakatifu atibue maji, achochee roho zetu, lakini hatuwezi. Hata sisi hatuwezi. Inawezekana leo uko hapo unajiuliza, pasi mambo nasema ni yangu kweli? Nasikia kushawishika, nasikia moyo wangu unaitwa, nasikia Mungu ananichochea, nasikia maji yametibuliwa, lakini bado huwezi. Maana ule ugonjwa tunao sote wanadamu. Lakini mstari wa 6, hoja ya 6 ni muhimu sana. Hoja ya 6 kwenye mstari wa 6 ni muhimu sana. Amekaa pale miaka 38, mstari wa 5. Lakini mstari wa 6, hoja ya 6, Yesu alimuona. Sio yeye alimuona Yesu. Kumbuka ni kipofu huyu. Mstari wa 3, pale kwenye mabirika wamelala vipofu, viwete, waliopooza. Hangeweza yeye kiroho kumuona Yesu. Lakini Yesu amemuona. Amelala. Na Yesu akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Amekuwa hali ile siku nyingi. Yesu amemuona. Na Yesu amemjua ya kwamba amekuwa katika ile hali siku nyingi. Wengine wetu tunadhani kwamba tunaishi maisha private, maisha kibinafsi sana. Hakuna maisha kibinafsi. Yesu anaona yote. Udhambi tunaofanya kwenye siri, ndugu wapenzi, Yesu anauona wote. Mchawi anayekaa kanisani akidhani anaroga kwa siri, mapasta hawamuoni, Yesu anamuona. Hiyo tabia ya siri sisi hatuioni, Yesu anaiona. Yesu amejua amekaa katika hali ya kupooza miaka mingi. Daudi anasema kwenye Zaburi 139, Bwana hata nikijificha chini ya mlima, pale macho yako pamoja nami. Nikajificha chini ya maji mengi, wewe pamoja nami. Nitaenda wapi niepuke na uso wako? Nitaenda wapi? Huyu Bwana Yesu amemuona. Na amemuona kwamba amekaa katika hali ile siku nyingi. Swali, wataka kuwa mzima? Sasa hili swali kidogo linashangaza. Maanake unaweza dhani huyu mtu anataka kuwa mzima, lakini huenda hataki kuwa mzima. Juzi nimeona na si juzi sana, ni kitambo kidogo, runinga KTN walitoa hadithi ya Nairobi. Watu wa askari wa Kanjo walikuja kwa street kwenye mitaa, wakaona watu wale wanaombaomba wamekaa wanaomba pesa. Mwingine mguu imekatika, ina bandage kubwa sana, mwingine sijui amepasuliwa hapa, bado kidonda iko hivi. Sasa wameweka na karatasi hapo, changisha, nataka kwenda operation sijui nini. Na sasa ajabu ni kwamba Kanjo alipokuwa wanakuja, kuna mtu mmoja ambaye mguu yake ilikuwa imekatika na amelala chini. Huyo jamaa alichomoka
na mbio ile ambayo hata ndugu zetu na ukimbia hawakuangi na mbio hiyo. Sasa tukashindwa, huyu jamaa hii miguu imemea saa ngapi? Imemea saa ngapi mguu? Hasa mtu kama yule hawezi taka kuponywa, manake ule ulemavu wake ndio ajira yake. Mwingine pia katolewa, ni kweli alikuwa kiwete, lakini alikuwa anapata shilingi 1045 kila mwezi. Walipiga hesabu, waliujiwa, ni kiwete. Yeye si muongo, ni kiwete. Lakini mshahara anaopata kila mwezi katika hii kuombaomba ni 1045. Sisi hapa tukipata 10,000 ni mshahara mzuri zaidi. Yeye anapata 1045 kama mtu alienda university akatoka akaenda ameandikwa kwa ofisi. Sasa yeye anataka kupona huyo mtu na Kenya ambayo ina kazi hii. Sasa yeye ulemavu wake ndio faida yake. Hawezi taka kupona. Ndio maana Yesu anamuuliza swali ambalo linaonekana la kijinga. Kweli huyu jamaa ana matatizo, mbona wamuuliza swali hilo? Of course anataka kuponywa. Huenda hataki kuponywa. Kuna watu ambao dhambi zao, hali zao, maisha yao ni matamu kwao kiasi cha kwamba hawezi taka wokovu wa kweli. Kuna watu wamezoea kuishi maisha ya hongo. Anaishi kwa hongo, anaishi kwa ufisadi, hawezi taka wokovu wa kweli. Akija kwenye kanisa ambao wanahubiri dhambi, wanahubiri msamaha, wanahubiri haki, wanahubiri kufuata Yesu kikweli, hawezi taka kukaa hapo. Manake kitambo ile badilike, itabidi kazi yake imeharibika. Yesu akasema ukitaka kuwa mwanafunzi wangu, lazima ujikane nafsi yako wewe mwenyewe. Je, wataka kupona? Wataka kuwa mzima? Mstari wa 7, yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji na kutibuliwa, ila wakati napokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu anamwangalia, na hii ndio hoja ya 7. Yesu anamwangalia mstari wa 8, anamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Yesu hakumtupia poti, hapana. Yesu hakupuliza kwa microphone, huyu jamaa akaanguka, hapana. Yesu hakuchukua kitambala ya handkerchief akapeperusha juu yake, hapana. Yesu hakuchukua vinyengo akapiga akaona ramli akachukua mitishamba kama, hapana. Hakufanya hivyo. Yesu hakumwambia panda mbegu, Aliponywa kwa njia gani? Mstari wa 8, Yesu akamwambia, simama. Ni neno la Kristo lilimtoa katika hali ile. Neno la Kristo alichokisema Mwokozi. Ndio maana kanisa letu tuna imani na neno la Mungu. Sio ndoto, sio maono, sio sijui mitishamba na ile ingine, mariganga na sarakasi. Ndugu mchungaji wetu kule umeanza anasema mazimbwembwe. Si mazimbwembwe, hapana. Mazingaombwe na kila anajaribu kumaanisha. Lakini neno la Kristo. Maana kitabu kimesema imani huja, na huja kwa kusikia neno la Kristo. Yakobo mlango wa 1 mstari 18 anasema tumezaliwa upya kupitia kwa neno. Tumezaliwa upya kupitia kwa neno. Zaburi 107 mstari wa 20 anasema naye alituma neno lake akawaponya na magonjwa yao. Kinachotuokoa ndugu wapenzi ni neno la Mungu. Makanisa mengi alivyosema ndugu yetu mchungaji, wana tabia ya sarakasi, muziki, sijui drama, watoto waje watuchezee hapa mbele, waimbe kwaya, wanawake wengine pia wavae uniform, wasichana warembo wavae uniform alafu waanze kucheza mbele yetu. Ati sasa Mungu wako, hapana. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Yesu akamwambia, simama wewe, jitwike godoro lako uende. Hii ndio muujiza utafanyika hata kwenye mlango 11. Lazaro alifuka vipi? Yesu hakwenda pale akaanza kutupa maji. Maji matakatifu hakuna. Hakwenda hapo na jivu akamwa, hapana. Aliitana, Lazaro. Na Lazaro alisikia sauti ya Yesu akatoka.
Mlango wa pili, maji yaligeukaje akawa divai? Hakuna wale hawakuenda wakaanza kufanya mazimbwembwe. Yesu alisema, endeni mchukue maji mpatie, kwa ile neno tu ikafanyika. Mnamkumbuka yule akida alikuja kwa Yesu akasema, Bwana, mtoto wangu ni mgonjwa, binti yangu hawezi. Yesu akamwambia, twende niponye. Akasema, Bwana, si lazima wewe uje. Si lazima uje. Mimi ni amiri jeshi. Naambia mmoja nenda, anaenda, mwingine njoo, anakuja. Na mamlaka. Na wewe ni amiri jeshi wa mbinguni, una mamlaka wewe. Sema tu neno, mtoto wangu atapona. Yesu akamwambia, imani yako ni kubwa, nenda, amepona. Na alipofika akaambiwa, wakati alipopona yule msichana alikumbuka na wakati Yesu alisema nenda. Ni neno la Kristo. Neno la Kristo. Kuwa makini wakati tunahubiri injili. Ni neno la Kristo linaweza likakusaidia. Nataka niseme hoja ya 8 na nimalize. Naweza sema mambo mengi katika mstari huu. Mstari wa 9, mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Kama mambo mengi tungesema juu ya hiyo. Mstari wa 10, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye alinifanya kuwa mzima, ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike godoro lako uende ni nani? Lakini mtu aliyeponywa hakumjibu ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lilo baya hata na zaidi. 15, yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Mtu anayekutana na Yesu kweli kweli, hoja hii nasema atapasha watu habari kuhusu Yesu. Ukikutana na Yesu kweli kweli, utakuwa shahidi wa Yesu. Najuaje watu wengi hawajaokoka leo? Najuaje? Najuaje watu wengi hawana uzima wa Mungu ndani yao? Najuaje? Hasemi habari za Yesu. Hata kwa majirani. Yaani zakana majirani, aseme stori zingine zote. Wasengenye huyu mpaka wafike kwa yule. Waseme siasa za Ruto mpaka Raila na Mudavadi. Warudi tena sasa waseme siasa za nyumbani MCA. Wamalize hiyo. Tena warudi kusengenya yule wa kwanza, tulimaliza huyo tu. Kwa mwingine. Lakini hapo katikati hakuna injili ya Yesu. Hakuna. Wanaweza waseme habari ya watoto wao, waseme habari ya mabwana zao na mabibi zao, waseme habari zote, lakini hakuna habari za Yesu. Hiyo ni ishara hakuna uzima mle ndani, hakuna uzima. Hajakutana na Yesu. Aliye na mwana hakosi ushuhuda wa huyo mwana. Na ikaandikwa, hakuna mtu awashaye taa na akaiweka chini ya mvungu. Hakuna. Ukiwasha taa unaweka juu ya meza watu wote waone. Kuna watu ambao hata majirani zao hawajui wameokoka, ama wanadai wameokoka. Huyu bwana aliondoka akaanza kupasha habari. Ndio utapata pia katika kile kitabu cha mlango wa 4. Injili ya Yohana hii mlango wa 4. Yule mwanamke Msamaria alipokutana na Yesu. Alipokutana na Yesu, alikimbia kijijini akasema, njooni muone yeye aliyeniambia mambo yangu yote. Njooni muone. Alienda kupasha habari. Mlango wa kwanza utapata mtu mmoja aitwaye Filipo. Alipokutana na Yesu, akakimbia kutafuta ndugu yake anaitwa Nathaniel. Akamwambia Nathaniel, njoo muone yeye ambaye Musa aliandika habari zake, Yesu wa Nazareti. Njoo muone. Yeyote aliyekutana na Yesu alipasha wengine habari. Na ndio maana makanisa yetu hayakui, hayaendelei. Kwa sababu gani? Tuna watu ambao hawajakutana na Yesu, kwa hivyo hawapashi wengine habari. Yeye ametosheka kutoka na anafichanga Biblia yake kwa paper bag nyeusi. Ukiona Mkristo amechukua Biblia yake ameweka ndani ya paper bag nyeusi akafunga, alafu akaweka ndani ya bagi huko, alafu anatembea kama anaenda sokoni.
Na akirudi nyumbani pia hataki kuonekana ni Mkristo. Ndio wale ambaye hata kuchukua ushirika ni ngumu, na akichukua ushirika anaogopa. Maana yake watu wanaanza kujiuliza, upi anakuanga ameokoka? Upi ni wenu? Maana yake maisha yake sio ya kuzungumza habari ya Kristo. Kuna watu mimi injili tumehubiri hii miaka hii. Kuna sehemu tumeenda, tuko kwenye rumu hii na rumu ya pili ya landi. Tunasikia majirani wakicheka. Na kumbe anakuanga ameokoka. Juzi vile alitupa mawe hapa. Anakuanga ameokoka. Na huyu ambaye anakimbia na bibi anani, upi anakuanga ameokoka. Habari. Tuwajua umeokoka. Tuwajua umekutana na Yesu. Maana kuna kupasha habari. Yesu anasema mkinionea haya mbele ya wanadamu, nami nitawaonea haya mbele ya Baba yangu na mbele ya halaiki ya malaika. Nitawaonea haya pia. Nitajificha uso wangu. Vile unajificha uso wako kwa Yesu. Vile hutaki watu wajue wewe ni Mkristo. Hutaki wajue wewe unamfuata Yesu. Vile unaona aibu hata kuzungumza habari za Kristo. Hivyo pia Yesu ataionea aibu mambo yako mbele za Mungu. Hasa tunapofikiria habari za mageuzi na tutafakari na habari hizi pia ya kwamba sisi ni walokole, sisi ni wale wa Yesu Kristo. Naomba usimame nimalize mimi. Sasa inawezekana kwamba katika mazungumzo yale ambayo tumezungumza ni maji yalikuwa yanatibuliwa. Labda kuna sehemu kidogo tu mahali ambapo umesikia hapa walikuwa wanazungumza juu yangu. Hayo maji yalitibuliwa. Ndio kasema nimejificha siku nyingi, lakini inawezekana leo hii sasa nilikuwa nasema naona Mungu ananizunguka mimi. Maji yalitibuliwa. Na maandiko yanasema leo ni siku ya wokovu. Ukisikia sauti yangu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Katika njia zetu ndogo, katika mioyo yetu ya ndani, naweza tukamwambia Mungu nisaidie. Hali yangu ni ngumu sasa. Sitaki niishi vibaya. Nataka niwe miongoni mwa wale watakaofaulu uzima wa milele. Huenda wewe ni miongoni mwa wale ambao wamemwonea Yesu haya mpaka wa leo. Wewe ni miongoni mwa wale ambao hawashuhudii habari za Kristo. Huenda kuna dhambi hii kuzingali. Kuna ufungwa huu tu ambao umejaribu kung'ang'ana nao, lakini umepooza pale. Imekataa kukuacha. Leo unaweza ileta kwa Yesu. Ushtaki yale makosa kwa Yesu. Shtaki kule kupooza kwa Yesu. Shtaki ile aibu kwa Yesu. Sema, Yesu, leo kama umetibua haya maji, na mimi nataka nikapone. Na huenda leo Yesu akakwambia, chukua godoro lako, jitwike. Inawezekana.